Lakini Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan alipoingia madarakani akasema wananchi wa kanda ya Ziwa wana changamoto nyingi za usafiri, ni lazima tuboreshe pia vivuko. Vivuko karibu vyote vya ziwa hili, Ziwa Victoria, vimefanyiwa ukarabati mkubwa na vinawezesha wananchi kufanya safari kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Lakini ndugu zangu waandishi wa habari, Mheshimiwa Rais hakuishia kwenye Ziwa Victoria peke yake, amekwenda pia katika maeneo mengine. Lakini kabla sijaondoka hapa kwenye Ziwa Victoria, liko jambo moja kubwa. Hapa kulikuwa kuna meli inaitwa MV Umoja. MV Umoja ilikuwa inafanya safari zake kati ya Mwanza na Uganda. Hii MV Umoja ndani humu kwenye meli, yani kama hapa kuna njia za treni. Kwa hiyo treni ikitoka Dar es Salaam kwa ile reli ya zamani inaingia moja kwa moja kwenye MV Umoja. Sasa Mheshimiwa Rais alipoingia madarakani akasema hii meli ni lazima ifanye kazi, na sio kufanya kazi tu, ifanye kazi kwa ufanisi. Hivi ninavyozungumza na nyinyi, meli hii inafanyiwa ukarabati ambao utagharimu takriban shilingi bilioni 22.9. Mradi huu hivi ninavyozungumza umekamilika kwa 100%. Na meli hii ndio itakuwa kiungo sasa cha kuhakikisha mizigo inayotoka katika bandari yetu ya Dar es Salaam inafika hapa Mwanza, inakwenda moja kwa moja Port Bell kule Uganda. Na kule tumetengeneza pia reli, treni ikiingia pale inaingiza mzigo mpaka ndani Uganda. Lakini hiyo ni moja. Tunajenga MV Umoja. Huku mbele nitawaambia Mheshimiwa Rais ameelekeza ijengwe meli nyingine katika Ziwa Victoria ya SGR. Hii ni ya MGR, ile reli ya zamani. Sasa tunajenga na ya SGR. Lengo letu ni kwamba mizigo yetu itakayokuwa inasafirishwa kwa SGR ikitoka Dar es Salaam inaingia moja kwa moja kwenye hiyo meli na inakwenda moja kwa moja kwenye masoko mbalimbali, iwe ni Port Bell, iwe ni Kisumu, iwe ni kwingine kokote ambako tutahitaji iende. Na ndugu zangu, napozungumza SGR ya Tanzania naomba mpigie mstari. Hii ni SGR ya umeme, sio SGR ya diesel. Mleho, hii ni SGR ya nini? Ya umeme. Nazungumza reli yetu ambayo treni moja likifunga mabehewa 100 lina uwezo wa kuchukua tani takriban 10,000. Hii meli tulionayo hii treni tulionayo ile inachukua kati ya tani 800 mpaka 1200. Hii SGR itakapoanza, na niwape tu taarifa kwa mahesabu ambayo tumeyapiga na utekelezaji wa mradi wetu, huku mbele nitawapa taarifa. Tunategemea mpaka mwaka 2028 SGR kutoka Dar es Salaam hiyo imefika Mwanza. Watu watoke kwa SGR kutoka Dar es Salaam mpaka kufika Mwanza ifikapo mwaka 2028. Ikifika wakati huo, tutakuwa tunaweza kusafirisha mizigo yetu kutoka Dar es Salaam mpaka kwenye bandari za nchi jirani kwa kutumia meli zetu, meli ya MGR na meli ya SGR. Meli ya SGR ambayo ina uwezo wa kuchukua mizigo mingi na inakwenda spidi kali. Hii meli yetu ikibeba mzigo inakwenda spidi ya kilomita 120 kwa saa. Ikibeba abiria inakwenda kilomita 160 kwa saa. Kawaulizeni wenzenu wa Dar es Salaam na Dodoma wanaosafiri tayari kutoka katika maeneo haya ya Dar es Salaam, Morogoro na Dodoma. Tayari mambo yanakwenda vizuri, na kazi ya ujenzi wa SGR inaendelea. Manake kumekuwa na maneno miradi imesimama, hakuna paliposimama. Kama nilivyowaambia, kilomita 722 za Dar es Salaam, Morogoro, Dodoma zimekamilika. Kilomita 341 za Mwanza Isaka tuko 68%. Kilomita 368 za Makutupora Tabora tuko 15%. Kilomita 165 za Tabora Isaka tuko 8%. Kilomita 506 za Tabora Kigoma tuko 10%, na wakandarasi wako site. Hivi ninavyozungumza na nyinyi, mobilization inaendelea kwa ajili ya Uvinza Msongati ili tuingie Burundi. Kazi inaendelea. Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan aliamua uamuzi madhubuti wa kuhakikisha tunatekeleza hii miradi kwa pamoja. Ujenzi, utekelezaji wa SGR, na naomba waandishi wa habari mlieleze hili vizuri. SGR ndio mradi mkubwa kuliko miradi yote iliyowahi kutekelezwa na Tanzania tangu nchi hii imezaliwa. Huu ni mradi ambao utakapokamilika utagharimu dola za Marekani bilioni 12. Dola za Marekani bilioni 12. Sawa na takriban shilingi trilioni 31.